Habari zenu, nimerudi tena na leo nimekuja nikiwa na swali. Uko hapo na unaweza kutafsiri hii ndoto? Basi ni wewe nimeletea huu ujumbe. Uweze kusaidia mwendani wangu. Uweze kusaidia lazizi yangu. Najua unajiuliza sahibu wangu ana shida gani ambayo inahitaji kutatuliwa, na mimi nitakuelezea hiyo ndoto ndio uweze kusaidia rafiki yangu. Rafiki yangu ni mtu ambaye Mungu amemuinua, na katika kumuinua amemwezesha akajenga, na kutokana na kujenga huko wengi walimuonea wivu. Baada ya kumuonea wivu, walijaribu mambo yao, that is kwenda kwa waganga, na walipoenda kwa waganga, rafiki yangu kwa sababu anamheshimu Mungu na kumtii Mungu, hawakuweza kumwangusha vile walikuwa wanakusudia, ama dhamira yao haikuweza kutimia vile anataka. Isitoshe, anafanya kazi mbali na makazi yake. Yaani kule alikojenga si ndiko anakokaa. Kila mara rafiki yangu hutembelea makazi kwenda kuyaangalia vile yako na kuhakikisha kwamba hakuna kitu kinaenda kombo. So siku moja akiwa ameenda kutembea huko, alilala, na alipolala ndoto ikamjia. Na hii ndoto ilikuwa aliona mama yake mzazi amekuja, amefungua huo mlango. Baada ya kufungua huo mlango, aka-access hadi chumba cha malazi, yani bedroom. Na baada ya ku-access hicho chumba cha malazi ama bedroom, akakuja na akambembeleza. Alipokuja akambembeleza, wakamwambia mama mzazi, kumbuka, angetaka walale naye huyu rafiki yangu. So rafiki yangu anakumbuka vile alivyonisimulia yeye, ati anakumbuka walishiriki hicho kitendo na mamaye. Na ukumbuke hii ni kwa ndoto. So akawa anajiuliza, ama mimi akakuja akaniuliza, hicho kitendo cha mamake ame-access bedroom, amekuja, amembembeleza na huyu rafiki yake kutokataa, na akajikuta wamelala na yeye. Na katika hiyo ndoto mamake mzazi alikuwa anaenjoy
Kumbuka hii si ndoto ya kawaida. Wewe ukiota kama umelala na mama yako, inamaanisha nini? Naomba tu kama unajua kutafsiri hii ndoto, uniambie ili nimfikishie rafiki yangu. Mimi sitaki kusema chochote, but hilo ni jambo la kuwatua moyo. Kumbuka huyu ni mzazi, na kwa kawaida hutarajii vitu zingine kama hizo zinaweza kutendeka. So kwa sababu hii si ndoto ya kawaida, kuota kama umelala na mama yako, ama wengine wanaota kama wamelala na baba zao ama mtu wa familia yenu, hiyo inamaanisha nini? Si tuchanuane, tupelekane na Rieng, ndio kama kuna mahali tunahitaji deliverance, ama huyo rafiki anahitaji deliverance, akaweze kusaidika kabla ya mambo kwenda segemnege, kabla ya mambo kwenda shalabela ama kwenda mvange. Endelea kusubscribe hapa na Mungu akusaidie. Usikuwa unaota ndoto fani kama hizo, kama hiyo ndoto ya rafiki yangu ambayo inahitaji kutafsiriwa na wengine wasome kutokana na hii video. Fiti.